Nimefanikiwa kuhudhuria katika mazoezi ya mwisho ya timu yetu ya wanawake ya JKT Queens ambayo inatarajiwa kuondoka siku ya tarehe 5 kuelekea katika jiji la Cairo nchini Misri kwa ajili ya mashindano ya klabu bingwa ya wanawake Afrika, ambayo kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na CAF, mashindano hayo yataanza rasmi tarehe 8 mwezi wa 11 na kutamatika tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2025. Kwa kweli nimeona ari ya wachezaji iko kwa juu sana. Nimeona namna ambavyo bechi la ufundi kwa maana ya walimu walivyoiandaa timu, lakini pia nimeona kwa namna wachezaji walivyojiandaa kwa ajili ya kwenda kuendelea pale walikoishia. Sote tunafahamu JKT Queens ndio mabingwa wa ligi ya wanawake Tanzania, lakini pia vile vile ni mabingwa katika ukanda wa Sekafa, ambapo sasa ndio wanakwenda kuwakilisha katika mashindano hayo makubwa kabisa barani Afrika kwa wanawake. Kwa namna nilivyoiona timu imejiandaa vyema, kwa namna nilivyoongea na kuanzia viongozi wa timu kuja bechi la ufundi na kuja kwa wachezaji wenyewe, kwa kweli nimepata moyo sana na kuona kwamba sio tu kwamba timu hii inaenda kushiriki, bali inakwenda kushindana na tutarajie makubwa kutoka kwao. Na kikubwa zaidi kilichonifurahisha katika kikosi cha wachezaji 23 ambao watasafiri kuelekea huko, hakuna mchezaji ambaye ni majeruhi. Wote wako timamu, wote wako vizuri, wana afya njema, na kwa ukweli kabisa wako tayari kwa ajili ya kuipeperusha sio bendera tu ya Tanzania, bali bendera ya Sekafa. Sasa hii inatupa faraja kwa sababu wachezaji wetu kama tunavyofahamu wote ni wachezaji wa Kitanzania, ni watoto wetu wenyewe hapa hapa. Timu ya JKT Queens haina mchezaji yoyote kutoka nje ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea kukuza vipaji kama lilivyokuwa jukumu letu JKT la kuweza kuwalea vijana, kuweza kuwapa uzalendo kakamavu, lakini pia hata katika nyanja ya michezo hususani mpira huu wa miguu tumeendelea kutambua vipaji vya watoto wetu, vijana wetu, tumeendelea kuwafunza, na hata wale wadogo wamekuwa wakipandishwa kuchezea timu ya wakubwa. Na mkakati wa JKT Queens ni kuhakikisha kwamba tutaendelea kutafuta vijana mbalimbali wataingia JKT, wataibulia vipaji vyao, watafundishwa, watatoa mchango kwa timu ya taifa, lakini pia vile vile kwa timu yetu. Kwa hiyo niseme tu niwatakie kila laheri kwa kuwa tarehe 5 ambayo ni kesho kutwa tu wanasafiri kuelekea nchini Cairo. Kwa hiyo JKT imeshafanya maandalizi ya kutosha juu ya safari yao. Maandalizi ya kiutawala yako sawa sawa, lakini pia hata maandalizi ya kisaikolojia kwa wachezaji wetu yako vizuri. Kwa hiyo ni matumaini yetu makubwa kwamba timu hii ambayo inalelewa na Jeshi la Kujenga Taifa itakwenda kuliwakilisha vyema taifa letu la Tanzania, na ni matumaini yetu makubwa timu hiyo itarudi kidedea na kombe. Kwa hiyo dua zetu sote wa Tanzania tuzielekeze kwenye timu yetu hii, tuendelee kuchagiza ushindi, tuendelee kuwapa moyo, tuendelee kuombea vijana wetu ili waende kuliwakilisha vyema taifa letu la Tanzania.